Anasema moja katika darasa zetu tulisema kwamba bima ya afya haifai, lakini wapo mashekhe wanasema inafaa, na katika jumla ya mashekhe yeye aliyowasikia alisema min babi khudhu hidrakum, chukueni tahadhari. Je, ni sahihi? Ndio hivyo ulivyokusudia? Ninarudia maneno yangu, bima ya afya ni haramu, na wala msije mkadhani lilinitoka aliponitoka. Yaani niko makini kuliko mnavyofikiria. Bima ya afya ni haramu, ndivyo Wacha nifanye witri leo. Bima ya afya ni haram, tena ongezea mutlaka, isipokuwa kuna vitu, kuna watu wanachanganya kati ya bima na takaful. Takaful sio bima. Kwanza munielewe, tunao mlango katika sharia unaitwa nini? Atakafulu, na takafulu sio bima. Ni kikundi cha watu kilichoasisiwa mtaani, wilayani, mkoani ama taifa. Kimeandaliwa kikundi hicho na serikali au na sekta binafsi, kikaandaa mfumo wa michango ya watu hao. Ni nini hiyo? Michango kwa lengo la kusaidiana. Ndiyo msingi wake takaful. Msingi wake lengo la kufanya nini? Kusaidiana kwenye matibabu, ndiyo lengo lake. Wakaweka kiwango cha michango usbuiyan, shahariyan, am sanawiyan, kila wiki, kila mwezi ama kila mwaka, hata ikiwa miezi mitatu, ni mchango wa huduma ya afya katika sura ya kusaidiana. Wakakubaliana baadhi ya conditions, ikiwemo kwamba ikitokea mmoja anaumwa, matibabu yake yanavuka kiwango chake cha mchango, sote tumenuia sadaka za kwetu zichotwe asaidiwe. Si unaeleweka? Wote tunaochangia katika ile group, kichotwe kiasi asaidiwe nani? Mwanachama mwenzetu ambaye ana shida inayovuka kiwango chake. Si umenielewa? Na hiyo asasi inayoendesha hili haitakiwi iwe ya kibiashara. Kama kuchukua pesa katika mchango ule, zinachukuliwa pesa wenyewe wanaita za uendeshaji. Yaani ni kiasi, sio kwamba wakamong'onyole, za uendeshaji. Kama vile unavyosema ni taasisi fulani inabidi iendeshwe. Hii inaitwa takaful, na maelezo mapana sana. Inaitwa nini? Takaful. Kwa hiyo kama yani kila mtu cha kwake ametoa ruhusa kiwe nini? Swadaka kwa mwingine. Na ikifika mwisho wa wale makubaliano, kama tuliweka miezi mitano, ikishafika mwisho wa ile miezi mitano, yeye hajaumwa, kile kiasi chake amenuia kiwe sadaka. Ananuia kiwe nini? Kama alivyonuia iwe sadaka. Kama kuna mmoja anaumwa, matibabu yake yanagharimu zaidi ya mchango wake, zitolewe kwetu ili atibiwe mwenzetu. Hii haiwezi kuwa bima. Hii bakisha hivyo hivyo, ni takaful. Kwa lugha nyingine inakaa nafasi ya bima. Hakuna shekhe mwana wa chuoni aliyesema bima ni halali, hayupo. Ataruhusiwa mtu kutoa bima iliyokuwa lazima kiserikali, mimbabi dharura, mimbabi kwa mfano bima ya magari, serikali imeweka ni lazima, si ndio hivi?
ile utakata kwa dharura. Au yule ambaye bosi wake ni mfanyakazi, bosi wake amelazimisha bima, huyu naye ataruhusika mimbabi si jamani, naeleweka? Si ataruhusika mtu kukata bima ya afya ya serikali ikiwa haina mifumo ya kamari wala riba. Mfuko huu hauna mifumo ya nini? Kamari wala riba. Na kama ipo ni kwa kiasi kidogo sana, mimbabi dharura, endapo mtu huyu anajua ile nchi anayoishi gharama za matibabu ni juu sana, moja. Mbili, yeye kama yeye uwezo wa kumudu gharama hizo hana. Gharama zipo juu sana, na yeye kama yeye uwezo wa kumudu gharama hizo hana, huyo ataruhusiwa kuchukua bima hii kwa dharura. Lakini hapa atakiwi kuitumia ile bima kwenye kila maradhi anayoumwa. Naeleweka sijui? Sikashaingia? Lakini haruhusiwi kisharia kuitumia bima ile kwenye kila maradhi. Ataitumia bima ile kwenye maradhi ambayo gharama zake yeye hazimudu. Wenyewe wanasema la dharurata ala man istataa alhalla, la dharurata ala man istataa alhalla, hakuna dharura kwa yule ambaye anao uwezo wa kumudu kutatua shida iliyomfika. Uwezo wa kumudu kuitatua anao, kwako hakuna dharura. Hebu nikupe ni mfano. Nyama ya nguruwe kula ni halali ni haramu? Halali haramu. Lakini tunaambiwa famanitorra fi makhmasatin, sio hivyo? Yule aliyeshikwa na njaa ya kifo, njaa ya mwingine akasemaje? Ghaira baghin, kwa masharti hayo, ili ya ile nyama ya nguruwe kwa masharti hayo, ghaira baghin wala adi, si kwa kusema papanoni ibweni wandengereko akawa anakula kwa kufakamia, yani ni kiasi tu cha kubusti kupata nguvu, akasogea kijiji cha mbele ndio atakula. Ghaira baghin, asikomeshe ile nyama, kiasi tu cha kubusti ukapata kikombe cha maji ukasogea mbele ndio atakula nyama ya nguruwe. Wala adin, wala kutengeneza mpango wa kula tena baadaye. Ina maana akachukua manofu mawili akaweka kwenye begi, kinishika tena njaa na malizia hii. Ghaira baghin wala. Sijui naeleweka? Sasa huyu bwana kashikwa na njaa hiyo ya kifo, lakini kijiji alichokuwepo kuna nyama ya nguruwe, lakini kijiji cha pili sio mbali sana, na yeye uwezo wa kufika hapo anao, anaona naweza kumudu, nikajitahidi nikafika. Huyu anaruhusiwa kula nyama ya nguruwe? La dharurata ala man istataa alhalla au fi man istataa alhalla, hakuna dharura kwa yule ambaye anaweza kumudu kutatua shida iliyomshika. Sasa wewe umekata bima ya afya kwa mlango wa dharura, lakini umeshikwa tu kwa tatizo la mafua, unakwenda na kadi ya bima. Naeleweka sijui? Na ndipo kanuni nyingine ya sheria huwa mnasema ad-dharuratu tuqaddaru bi qadriha. Dharura ukadiriwa kuondoshwa kwake kwa kiasi cha dharura tu. Kwa kiasi cha nini? Ngoja basi nikuongezeni, mtanielewa tu. Watu wanaamua makusudi kuwaongopea watu bwana. Wewe unamuongopea shehe kasema inaruhusiwa. Shehe gani unaongopea? Mashehe na wengine washakufa, labda hujawaelewa wewe.
Msiwaongope mashekhe tu wameruhusu bima. Hakuna shehe huyo. Sikiliza ninavyokuambia. Sharia kwenye swala, wajibu ni kuswali qaiman, hali ukiwa umefanyaje? Sijui mnanielewa? Kapatikana mtu ana matatizo, hawezi kusimama, anataka kuswali, sheria inasemaje? Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Atakaa, atalala, atakiacha kukifanya kile ambacho kilichomshinda, mengine yote afanye, mengine yote afanye katika utaratibu wake. Wewe kinachokushinda nini? Kusujudu. Yaliyobakia yote fanya kama kawaida. Yaani mtu anashindwa kusimama, basi na kila kitu anakifanya kwa ishara. Swala hakuna, swala hakuna. Kaa kwenye kile ambacho ukiwezi, katika yale ambayo unayaweza fanya kama vile inavyo. Jamani, naeleweka? Sasa huyu aliyepewa kwa dharura gharama kubwa sana za bima, kata bima kwa kuwa huna uwezo wa kumudu. Na kwa nini inakubalika kuwa ni dharura? Kwa sababu maradhi yanaweza yakasababisha moja kati ya vitu hivi ambavyo vinazingatiwa katika dharura, ima kifo ama ulemavu. Maradhi yanaweza kumsababishia mtu kifo ama nini, na ndiyo maana tukaleta dharura. Sio kwa mfano ule tuliotoa siku ile, daktari anakwambia kwa kuwa hujapata mtoto, inaonekana huyu mbegu zake zitakuwa wazi akiwa kwenye hedhi, ukasema dharura. Hakuna dharura hiyo, kwa sababu haiwezekani mtu akikosa mtoto anakufa au analemaa, na sheria haijasema kwamba lazima mtu awe na nini. Uwezi ukasema hapa mimi nitadinya mke wangu kwenye hedhi kwa sababu hii inaingia katika mlango wa dharura. Dharura hiyo hakuna. Sasa na huyu aliyekata bima ataitumia kadi ya bima katika mlango ule wa dharura, kwenye kile ambacho hakiwezi kumudu gharama zake. Kama katika yale anayoweza kumudu gharama, asitumie nini? Bima, kwa sababu hakuna dharura hapo. Malaria unatibiwa kwa 15,000, pambana, nenda kajitibu, usitumie kadi ya bima. Sio, umenielewa? Kipande hiki ni kipana sana, lakini ni vema watu wakatengeneza jambo hili linaloitwa atakafulu, mfumo wa kusaidiana katika matibabu, kwamba wewe mwenyewe unaridhia cha kwangu watibiwe fulani endapo kazidiwa, na kama sijaumwa cha kwangu nimenuia kiwe nini? Sadaka. Hakuna bima ipo hivyo. Kuna bima iko hivyo? Hamna bima iko hivyo. Hii sio bima, hii ni takaful. Na ndio maana watu wengine kwa kuchanganya milango ya sharia huwa tunachanganya kati ya riba na bai'u. Yaani bai'u kitu kingine na riba. Mfano wa mikopo ya pikipiki, mikopo ya simu, watu wanasema riba. Riba kwa mfumo upi? Ili iwe riba, tuambie hii mikopo ya pikipiki riba iko wapi? Pikipiki ya kwake kaamua kuuza 500,000, mnunuzi ni wewe, umeamua kukubali kununua 500,000. Kama umekubali kupigwa, sisi tunakukataza. Na kanuni walmutabayiani bilkhiyari ma lam yatafarraqa, hii inaingia katika mlango wa bai'un ajil, biashara ya kulipana kwa muda wa baadaye. Muha akasema na kuuzia dumu shilingi 3,000, kama unataka kunilipa kidogo kidogo nitakuuzia 5,000. Hii sio riba, hii inaitwa bai'un ajil. Naeleweka sio? Hii sio riba. Wewe unajua bei ya dumu, simu hii unaijua bei yake 40,000. Wewe umetaka uinunue 120,000, nunua. Aliyekwambia kwamba faida isivuke bei halali nani ulionunulia? Wewe nunua tu, si umepigwa wewe?
Simu ya 300,000 unainunua 700,000, pale wewe umeuziwa bei ya ushamba wako, lakini sio kwamba riba. Mwaka mzima mtu anaweka hela yake asifanyie biashara, unampa 3,000. Inawezekana vipi bwana? Bai'un ajili ni biashara ya muda wa baadaye kulipana, hakuna wasiwasi. Kama tulivyokuwa na bai'u salam, tuna bai'un ajil na tuna bai'ul hal na tuna bai'u salam katika mlango wa bei. Iko biashara mtu anaanza kuchukua hela, kitu unachokitaka nitakupa mwakani, tunaita bai'u as-salam. Na kuna bai'un ajil, mnunuzi sasa ile pale anaanza kuchukua fedha nani? Muuzaji. Alafu kuna bai'un ajil, mnunuzi yeye ndo anaanza kuchukua nini? Bidhaa. Inaitwa bai'ul hali, ndio ile yada biyadi. Kwa tuna bai'ul hal, tuna bai'un ajil na tuna bai'us salam. Jamani, sheria kidogo hiyo, changamke ule ushibe, sio na saumu tu hivi. Tusivuruge tukawaambia watu bima inafaa. Yaani kitu kibaki pale pale katika uhalali wake, kuwa bima haifai. Sasa kutokea dharura hii haina maana ya kufaa. Kilichofaa hapa ni istimalu babi dharura, la istimala alharam. Kuna vitu viwili tofauti, msichanganye jamani. Kilichofaa hapa kuingia kwenye nini? Bima. Ni inafaa ile bima yenyewe au inafaa kutumia mlango wa dharura? Pale mmeruhusiwa mlango wa dharura, sio kwamba ile nini bima inabaki kuwa vile vile hukumu yake, wala yatabadal. Lakini kwa kuwa kuna mlango wa dharura, piteni kwenye mlango wa dharura katika utaratibu wa dharura na mazingira ya kidharura. Usije ukaingia kwa mlango wa dharura alafu unataka utumie katika mlango wa jawazi, haiwezekani. Yani bima umeingia kwa dharura kwa sababu matibabu ghali, wewe umekata bima hiyo alafu unataka utumie kadi ya bima mpaka matibabu ya 20,000. Wote kwa unafanya uhuni, hiyo haramu.